إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه. ولقد فاز ونجى المتقون. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إخوة الأفاضل، قد اجتمع فيكم عيدان اليوم، عيد الأكبر وعيد الجمعة، وإنا إن شاء الله لمجمعون، فمن شاء فليصلي الجمعة ومن شاء فليصلي الظهر في بيته. Ndugu zangu katika imani, kwa siku ya leo zimejikusanya idi mbili ambayo ni idi kubwa pamoja na idi ya Ijumaa. Yoyote atakayetaka aswali Ijumaa na atakayetaka atosheke na idi, kwa sababu zote ni idi mbili kama ilivyothibiti katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakayetaka aswali na Ijumaa na asiyetaka basi atosheke na idi aswali ya dhuhuri. Lakini yule atakayeswali ya dhuhuri ataiswalia nyumbani kwake, kwa sababu Ijumaa patasimamishwa swala ya Ijumaa. Na juu ya kila imamu ambaye ameswalisha watu muswala wa idi, wale watakayetaka kuswali swalatul Jumaa kadhalika awaswalishe watu hao. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, atakayetaka aswali idi, atakayetaka aswali na Ijumaa, atakayetaka aswali idi lakini aswali ya dhuhuri aiswalie nyumbani. Hiyo ni katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Amma khutbatul eid al-yawm at-tafkiri fi awaqibi fihi an-najah. Kufikiria katika mwisho wa matukio, kufikiria katika mwisho wa jambo ndiyo sababu pekee ya kufaulu. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kamilisheni idadi ya masiku. Leo tuko katika siku ya 10 ya mwezi wa Dhulhajj, ambazo ni miongoni mwa masiku bora ya mwezi wa Dhulhajj katika mwaka. Kamilisheni idadi hiyo kwa wema, kwa kutenda matendo mazuri, lakini pia vile vile mkabirini Allah subhanahu wa ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum, na mumtaje Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale alokwisha kuongozeni, la'allakum tashkurun. Mkifanya hivyo mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku maalum. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi. Mtajeni Allah kwa wingi katika haya masiku mawili, katika haya masiku matukufu. Kithirisheni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Amechelewa mtu kufanya kitendo, ima siku moja ima siku mbili, si makosa kwake yeye akakitenda kwa muda ambaye bado unamruhusu kukifanya kitendo hicho. Ahibati alkiram, ndugu zangu watukufu, man tafakkara fi awaqibi akhadha alhadhar. Yoyote yule atakayefikiria mwisho wa jambo basi atachukua tahadhari. Waman aiqana bituli safar taahaba lisafar. Na yoyote yule ambayo waman aiqana bituli tariq taahaba lisafar. Yoyote atakayehakikisha kwamba njia anayoifuata ni ndefu, safari yake ni ndefu, anakoenda akhera ni mbali na panahitajia maandalizi,
taahaba lisafar, lazima ajiandae kwa ajili ya safari yake. Waman lam yasta'id bisafarin tawilin, yoyote asiyejiandaa na safari ndefu, lam yatafakkaru fi awaqibil umur, hajafikiria katika mwisho wa mambo. Tamdhu sununu wa taqdi al-ayyam wan nasu talhu wal ayyam wal anamu niyam. Ndugu zangu katika imani, tamdhi sunun, miaka inapita inamalizika. Tamdhi sunun wal ayyami tanqadhi, masiku yanakwenda, miaka inakwenda, masiku yanakatika. Lakini pamoja na hayo yote, wanasu talhu, watu wako katika ghafla, watu wameghafilika, watu wamepumbazika na dunia. Wal ayyamu niyamu wal anamu niyamun, watu wamelala katika usingizi totoro. Ndugu zangu katika imani, tuzinduke katika kuifikiria akhira yetu. Umri tulopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni umri ulioko katika dhamana yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fannasu tas'a lilhayati bighaflatin, watu wanakimbilia maisha kwa kughafilika, tena kwa kughafilika na akhira yao. Lam yadhkuru alqur'ana wala alislam, hawakumbuki Qur'an wala hawaukumbuki Uislam. Hawaikumbuki Qur'an bimaana la yatluna alqur'an, hawaisomi Qur'an kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Bwana Mtume anasema, ewe Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu wameifanya hii Qur'an kuwa ni yenye kuhamwa, wameihama Qur'ani watu hawa. Ndugu zangu katika imani, pamoja na kumalizika masiku, watasaa wanasu tasaa lilhayati, watu wanakimbilia maisha, wanapupa na dunia, bighaflatin, kwa kughafilika na akhira yao. Lam yadhkuru alqur'ana wala alislam, hawaikumbuki Qur'an wala hawaukumbuki Uislam. Almalu asbaha jam'uhu katahajjudin, leo hii watu kukusanya mali wamejalia kama vile wanaswali swala ya tahajjud. Wema walotangulia walikuwa wakijitahidi kusimama usiku kufanya visimamo vya kufanya ibada, lakini watu wa zama hizi, usiku ni wa kufanya mahesabu, usiku ni wa kupanga biashara za kesho. Masiku yamebadilika. Wema walotangulia walitumia usiku wao kwa ajili ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, litahajjudin wal witli wa dhikri, kwa ajili ya tahajjudi na witri na kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alana asbaha almal tahajjudan, mali ndio imekuwa ni tahajjud. Wakati wa usiku ni wa kuhesabu mali, wakati wa usiku ni wa kupanga mipango, wakati wa usiku ni wa usingizi, wakati wa usiku sio wa ibada. Ndugu zangu katika imani, tuzinduke kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Watatamattu shahawat swara qiyamun, watu kutamatta na maasi leo hii imekuwa ndio kama vile ni kisimamo cha usiku. Watu kustarehe na maasi imekuwa kama kisimamo cha usiku. Qad zayyana shaytana kulla radhila, qad zayyana shaytanu kulla radhila, ushaitani amewapambia hawa wanadamu kila lililo baya leo wanaliona ni zuri. Kila lile ambalo watu wanatakikana walikimbie, wanadamu leo hii wanaliona ndo zuri, linapendeza kwao. Maasi ya leo yanaonekana ni matamu kama sukari. Ibada leo zinaonekana ni chungu kama figiri, kama pilipili. Kwa nini yamebadilika mambo haya? Maasi yakawa ni asali, maasi yakawa ni asali, taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni pilipili. Walakin i'lamu anna hadha al-asal mashushun bisum, hii asali imechanganyikana na sumu ndani yake. Illam tamut tamrad, ukila asali hii kama haujafa umekuwa ni mgonjwa. Ndugu zangu katika imani, leo shaitani amewapambia watu kila lililo jema linaonekana lililo ovu linaonekana ndo jema, na kila lililo jema linaonekana ndilo ovu. Leo mwanamke wa Kiislamu akivaa nguo ya stara anaonekana amejichafua katika mwili wake.
Akitembea uchi aonekana ndio anaenda na muda, anaenda na wakati, ndio anapendeza, na mpaka inafika mahala asifiwa barabarani, umevaa vizuri. Ndugu zangu katika imani, wanasu tafalu ma turidu harama, watu wanafanya yale yote wanayoyataka ambayo ni ya haramu, wanayafanya yale leo hii. Ya nafsi yakfi ya nafsi fadhunubu kathira, nafsi ya kila mmoja itosheke, kila mmoja nafsi yake itosheke, isiendelee kufanya maasi. Hakika madhambi ni mengi, hauwezi ukayamaliza yote, hauwezi ukaonja maasi yote ukayamaliza. Fadhunubu kathira, madhambi ni mengi. Tubu ila Allah ya abdi, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ghurura sababu al-ijram, hakika mtu kughafilika na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kuingia katika maasi. Hal ta'lamu al-yawma al-muhaddada waqta, kwani wewe mwanadamu unafahamu ni lini utakufa wewe? Muda ulopangiwa na Allah wa kuondoka kwako unaufahamu? Allahu ya'lamu wahdahu al-allam, Allah peke yake ndiye anayefahamu wewe utaondoka lini katika ardhi hii. Madha taqulu idha humilta janazatan, utamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala siku utakapobebwa kwenda kuzikwa kaburini? Madha taqulu idha humilta janaza, vile unavyowasindikiza watu wawapeleka makaburini kwa kukimbia kuweka majanaza yao kwenye mabega yako, kwa kwenda kuingia kwenye shimo kwenye mwanandani unawatandika wenzako. Ujue kuna siku wewe utabebwa kwenye hilo janaza, na kuna siku utatandikwa kwenye yule mwanandani. Kama itafika na siku yako utafanyiwa hivyo, na haujui wakati muhaddada isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madha tafalu idha humilta janaza, utafanya nini wewe mwenye kumuasi Allah siku ukibebwa wewe kuwa ndiyo janaza siku hiyo? Wadufinta bilqabri shadidu dhalam, na ukazikwa kwenye kaburi ambalo linagiza totoro, kaburi ambalo linagiza nene. Hakuna la kukusaidia isipokuwa matendo yako uloyatenda. Hadha sualun, hili ni swali, hili ni swali. Fahal alimta jawaba, umefahamu jawabu lake? Jawabu lake ni nini? Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, fanyeni matendo mema, Allah ataona matendo yenu, na mtume na waumini. Hawa ndo watakayeona matendo yenu. Tendeni matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. I'malu fakullu muyassarun bima khuliqa la, tendeni matendo mazuri, kila mmoja ataepesishwa, atafufuliwa kwa kile alichokitenda, alichoumbiwa. Almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali na watoto ni starehe katika maisha ya dunia. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, yatakayebakia mbele ya Allah ni yale matendo mazuri, ndiyo ambayo ndo matarajio mazuri na ndiyo yenye thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swali hili umelitafutia jawabu ndugu yangu? Madha tujibuk idha nataqa al-kalam, utazibu nini siku ile utakaposemeshwa? Madha masiruka irru'aka tagharghar, maendeleo yako yatakuwa ni yapi kama roho yako imefikia kwenye khanjar, kwenye gharghar, imefikia kwenye koo inatoka. Jaa mufarritun kay yaqulu khitamun, anakuja malakul maut anakuambia maisha yako ndiyo mwisho, hapa ndo yamefikia mwisho. Jaa mufarritun kay yaqulu khitamun, anakuja malakul maut anakuambia mwisho wa maisha yako ni haya. Wa ghadan tamutun wa turfa'u al-aqlam, kesho wewe ni mwenye kufa na kalamu zinanyanyuliwa, hauna matendo tena ya kukusaidia illa bima qaddamta biaidik, isipokuwa yale ulokwisha yatanguliza. Akhiran thumma akhiran, mwisho kumalizia hutuba yetu, ndugu zangu katika iman, fa'ala almuslimi an yakuna dhal ghira, ni juu ya kila muislamu awe na wivu katika dini yake, awe na wivu katika familia yake,
awe na wivu kwa mke wake, awe na wivu kwa binti yake, awe na wivu kwa dada yake na kwa mama yake na kwa shangazi yake, awe na wivu wa kuwastiri watu hao. Ndugu zangu katika imani, kunu dha ghayurun, kuweni ni watu wa ghira. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja baada ya kwenda Isra wal Mi'raj, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, raaitu laylatan usriya bi fil janna qasran, niliona peponi katika ile siku nilipelekwa Isra na Mi'raj, nikaona jengo zuri mno, nikaona jengo la kifahari, nikaona jengo ambalo ni madhubuti, ni zuri na ni imara, la kifahari. Wa bifinaihi jariya, ndani ya jengo hilo pale uwani kuna binti mzuri, kuna mwanamke mzuri mno ambao sijawahi kuona mwanamke wa namna hiyo. Fakultu liman hadha alqasr, nikauliza hili jengo kwa uimara wake na uzuri wake, jengo hili ni la nani? Nikimuuliza Jibril alayhi salatu wassalam, faqila li Umar, Jibril akaniambia hili ni jengo la Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Faradtu an andhura fiha ilaiha, Bwana Mtume asema nikataka nichungulie ndani ya jengo hilo. Ndani ya jengo hilo kuna nini? Mbona naona kaanni ara ahsanu ma raait, kama vile nimeona kuna mwanamke mzuri sana. Faqila li Umar, nilipoambiwa ni la Umar, fatadhakartu ghirata Umar, nikakumbuka ghira ya Umar, nikakumbuka wivu wa Umar. Bwana Mtume anasimulia akasema, fadhakartu ghirataka ya Umar, nikakumbuka wivu wako ewe Umar. Laiti ningelichungulia pale nikamuona yule mwanamke kwa uhalisia wake, Umar ungejihisi vipi? Fabaka Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, Umar yalilia radhi za Allah ziwe juu yake, waqala alayka ugharu ya Rasulullah, hivi mimi juu yako ewe Mtume kuna wivu baada yako wewe? Juu yako kuna wivu? Yani wewe ungeliweza kufanya nini kwa huyo mwanamke ambaye nimeandaliwa wa peponi Mtume? Juu yako naye nione wivu? Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sijaichungulia nyumba ile kwa uhalisia wake kwa sababu ya wivu wa Umar, nisingepaswa mimi kumtizama mwanamke aloandaliwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wake zetu leo wanatizamwa na watu wangapi? Mabinti zetu leo wanatizamwa na watu wangapi? Madada zetu leo watizamwa na watu wangapi? Tumewastiri vipi wake zetu, dada zetu, shangazi zetu na watoto wetu, tumewastiri vipi? Sisi wenyewe ndo twaenda twawanunulia nguo ambazo zinasifia miili yao kwa wanaume nje ambao ni ajanib. Sisi wenyewe ndo tunayewapa pesa za kwenda kununua hizo nguo. Je, tumewastiri vipi hawa wanawake? Wamepataje stara ya hijabu? Fahijabu shar'i astaru ala almar'atu min atabarruj, tambueni hijabu ya kisheria inamstiri mwanamke kuliko mwanamke kutembea ovyo akiwa nje, kuliko mwanamke kutembea uchi. Mwanamke astiriwe kimavazi, astiriwe kimazungumzo, astiriwe kimiamala baina ya wanaume na wanawake. Mwanamke astiriwe kwa kila namna. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuona hawa watu yawezekana wakati mwingine mkashindwa kuwastiri ipasavyo, akawaambia wanawake, waqarna fi buyutikunna, tulizaneni kwenye majumba yenu. Kama stara za nje hazikuwezeni, waqarna fi buyutikunna, tulizaneni katika majumba yenu. Wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula, msitangetange ovyo kama wanawake wa kizamani wa kijahili. Ndugu zangu katika imani, hasa wanawake, tasaddaqna, toeni sadaka kwa wingi. Bwana Mtume amesema wengi wenu mtakuwa katika moto wa jahannam kwa sababu ya kukufuru yale mnayotendewa na waume zenu. Lakini pamoja na hivyo, vaeni mavazi ya stara kwa ajili ya kustiri miili yenu. Tulizaneni kwenye majumba yenu, epukaneni na michanganyiko isiyekuwa na sababu ili muweze kupata
kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watiini waume zenu. Leo wanaume wanatembea wakiwa na mawazo mabarabarani, wakati mwingine mpaka kusababisha na ajali. Wanaume wanakonda, wanaume wanaishi katika mazingira magumu kwa sababu ya matendo wanayotendewa na wake zao majumbani. Mwanaume anaona nyumbani hakuna amani, nyumbani ni kama vile jela. Mwanaume anaona akitoka nje ndio kama vile amepata uhuru. Wanawake badilikeni. Wanawake mnaharibu ndoa zenu yaumia. Mwajikhuluna kuomba talaka kila siku kwa sababu zisizokuwa za msingi. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم تقبل آمالنا، اللهم تقبل آمالنا، اللهم تقبل آمالنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.